Sasa cha kufanya ni nini? Cha kufanya, utaandaa ndizi yako. Sawa, utaimenya hii ndizi vizuri. Imenya ndizi yako hii vizuri sana, utaimenya kama hivyo. Basi kama utakula hii hapa ya ndani sawa, ukitupa sawa. Basi tutafanya hapo ni kutoa hii pellet ya njano. Hii ya njano utaitoa wewe, unaitoa hii humo, toa hii ya njano hii kabisa yote sawa. Unaweka humo, unatoa hii ya njano hii ndio unatoa yote. Basi unaweka humo, zeni unachofuata, unakuja unachukua chumvi kidogo, unachukua chumvi kidogo, na kijiko kimoja tu unachukua, unamimina, unachanganya. Unachukua tena hii tangawizi yako, unaenda kuisafisha kidogo. Unachukua ndimu yako, unachukua hii tangawizi yako, unaisaga. Unaiosha, usimenye hivi, una maganda yake, lakini cha kufanya ioshe tu basi, usimenye. Cha kufanya ioshe. Tangawizi kwa ajili ya kutoa harufu mbaya katika kinywa chako, inasaidia kutoa harufu mbaya kwenye kinywa. Hiyo hapo utaweka hapo kidogo. Basi utakuja utachukua ndimu, utakata ndimu hii, utamimina kwenye chombo chako. Utakuja baada ya muda tena unachanganya tena na dawa yako ya mswaki, dawa yako ya meno ya mswaki, dawa ya meno jamani, samahani. Unamimina kama hivyo, halafu una mix, unachanganya vizuri kabisa huo mchanganyiko wako vizuri sana. Fanya mchanganyiko wako vizuri sana, mchanganyiko wako vizuri sana. Kwa hiyo kama hivi mnavyoona, mnaona kule mchanganyiko wetu unavyokuwa. Na sasa kwa huu mchanganyiko unachofanya wewe, utachokifanya wewe hapo sasa, baada ya mchanganyiko huu, utachukua mswaki wako hizo, utachukua utamimina kidogo hapa. Naomba twende hivi kidogo. Utaweka dawa yako kwenye mswaki kwa ajili ya kuweza kutibu meno yako. Sasa utaandaa kama ipo, zeni utaanza kujiswaka vizuri. Fanya hivyo kwa muda dakika 2, inakuwa bora zaidi. Mimi hapa nimefanya tu kama mfano, lakini